Februari 6, 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya uteuzi mpya, utenguzi na uhamisho wa nafasi mbalimbali serikalini. Taarifa hii nzito inamhusu pia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba na Paul Makonda. Mimi ni Queen Ray. Kikubwa hakikisha umesubscribe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Februari 6, 2026, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi, utenguzi na uhamisho kama ifuatavyo. Taarifa toka Ikulu mawasiliano inasema yahusu mabadiliko ya muundo wa wizara mbili na uteuzi. Wakuu wa mikoa. Kanali Yahaya Ramadhani Kido ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kagera akichukua nafasi ya Bi Fatma Mwasa. Na pili, Kanali Donald William Msengi ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mtwara. Kanali Msengi anachukua nafasi ya Kanali Patrick Kenan Sawala ambaye atapangiwa majukumu mengine. B. Makatibu wakuu. 1. Dr. Tausi Mbaga Kida ameteuliwa kuwa katibu mkuu ofisi ya Rais mipango na katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango. 2. Dr. Fredi Matola Msemwa ameteuliwa kuwa katibu mkuu ofisi ya Rais uwekezaji. 3. Balozi Waziri Rajab Salum ameteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara. Balozi Salum anachukua nafasi ya Dr. Hashil Twaib Abdalla ambaye atapangiwa majukumu mengine. 4. Dr. James Peter Mataragio ameteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Nishati anayeshughulikia masuala ya mafuta na gesi asili. Aidha, Mhandisi Felchesmi Josen Mramba atakuwa katibu mkuu Wizara ya Nishati anayeshughulikia masuala ya umeme na nishati jadidifu. Makatibu tawala wa mikoa. 1. Dr. Toba Alnason Nguvila ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Arusha. Dr. Nguvila anachukua nafasi ya Bwana Misael Musa ambaye amestaafu. Na pili, Dr. Stefan Justice Nindi ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Njombe. Dr. Nindi anachukua nafasi ya Bi Judika Omar ambaye amestaafu. D. Naibu makatibu wakuu. 1. Bwana Nsubili Akomiligwe Kajela Joshua ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha anashughulikia huduma ya hazina. Bwana Joshua anachukua nafasi iliyoachwa wazi na Bi Jennifer Omolo ambaye ameteuliwa kuwa katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo na vijana. Pili, Bwana Aristides Robert Mbwasi ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara. Bwana Mbwasi anachukua nafasi ya Dr. Suleiman Hassan Serera ambaye atapangiwa majukumu mengine. 3. Profesa Mohamed Sheikh ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayeshughulikia masuala ya uvuvi. Aidha, Dr. Edwin Mhede aliyekuwa naibu katibu mkuu katika wizara hiyo atapangiwa majukumu mengine. 4. Bi Rose Zakaria Amros ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Maji. 5. Bwana Emmanuel Tayari ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Afya anayeshughulikia masuala ya dawa na vifaa tiba. 6. Profesa Peter Lawrence Makenga Msofe amehamishiwa kutoka ofisi ya makamu wa rais kwenda kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo anayeshughulikia masuala ya maendeleo ya mazao na usalama wa chakula, akichukua nafasi ya Dr. Stefan Justice Nindi ambaye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Njombe. 7. Dr. Fabiani Magawa Madele ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayeshughulikia masuala ya mifugo. Na 8. Balozi Baraka Haran Luvanda ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango.
Moja, Bwana Sostenes Laurent Kewe ameteuliwa kuwa naibu katibu mtendaji Tume ya Taifa ya Mipango anayeshughulikia masuala ya ufuatiliaji na tathmini. Bwana Kewe anachukua nafasi ya Dr. Linda Ezekiel ambaye atapangiwa majukumu mengine. Balozi. Moja, Meneja Jenerali Marco Elisha Gagutu ameteuliwa kuwa balozi na atapangiwa kituo. Mwenyekiti wa bodi. Moja, Dr. Hassan Mohamed Mshinda ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya udhamini ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Aidha, uapisho wa viongozi wateule utafanyika kwa tarehe itakayopangwa baadaye. Tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba naye ameongea kwa kuwataka watendaji wa serikali kujiongeza na kusogea kusikiliza kero za wananchi na kuzitatua. Katika kutekeleza ilani ya uchaguzi, niwasisitizie viongozi wote kuendelea kuwasikiliza wananchi, waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, watumishi wengine wote wa umma watenge muda wa kuwasikiliza wananchi na kutatua kero zao. Wananchi katika maeneo mbalimbali wanahitaji kuona kero zao zinatatuliwa. Niwaelekeze viongozi wote tutembelee maeneo ya wananchi, hususan yenye migogoro, na tuyatafutie ufumbuzi. Ipo migogoro kwenye maeneo ya ardhi pamoja na maeneo mengine. Wafuateni wananchi, wasikilizeni na tatueni kero zao ili wasilazimike kwenda ngazi za juu au kusubiri ziara za viongozi. Lakini pia tuna taarifa kutoka kwa Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda kuhusu Mheshimiwa Rais kumkabidhi shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuwezesha vijana walioajiriwa kwenye habari na mitandao maarufu kama content creator. Msikilize hapa. Ndugu zanguni, ajira ni uwezo wa mtu kuyatafasiri maisha yake na kumfanya atumie kipaji, taaluma au talanta aliyopewa na Mwenyezi Mungu na kuendesha maisha yake. Tunafahamu ya kwamba nchi yetu kwa wingi wa vijana tunakuwa nao, kwa kweli pasipokuwa na shaka lazima iwepo mikakati mbadala kuwezesha kutengeneza fursa na vijana wao kupiga hatua. Tulimwomba Daktari Samia Suluhu Hassan ili kuangazia vijana wenye ndoto hizi wanaotumia taaluma zao na vipaji vyao kuendeleza maisha yao. Leo tuna habari njema. Wizara yetu imepatiwa fedha takriban bilioni 2 kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online TV wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii na kuendesha maisha yao. Iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe ni any program ambayo unaifanya, Daktari Samia ameamua kukuwezesha ili upate kutimiza ndoto yako. Naomba kutumia nafasi hii kuwatangazia kijana yoyote mwenye ndoto, kokote kule aliko, aende kwenye ofisi za wilaya ama halmashauri ama jiji ama kwenye wilaya, kwa maana mkuu wa wilaya, kupitia kwa maafisa habari wa wilaya, mkajiandikishe. Mtazamaji wangu, hizo ndio taarifa kubwa kwa leo. Kwa maoni au lolote, tuandikie hapo chini. Mimi ni Queen Ray na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.